Salam familia, salam kaka na dada. Kwa majina naitwa Dominic Msaba. Mimi ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili Zurula 100. Ndugu zangu, namshukuru Bamumba pekee siku ya leo neno limeruhusu tena pate muda wa kutoa mafundisho wa kujifunza maneno ya kweli. Ndugu zangu, tunajua katika nyakati zetu tunaye Muledi ambaye ni mwalimu wetu pekee. Siku ya leo neno la Luba limeruhusu tuweze kupata mafundisho kutoka katika kitabu cha Karata Ndims, kitabu chetu cha maajabu. Somo letu litatoka humu. Tutasoma Mutatedi 6 kuanzia 5 mpaka pale tutakapomaliza, katika tema ambayo inasema urafiki. Ndugu zangu, tutasoma katika kitabu cha Karata Ndims Mutatedi 6 kuanzia mstari wa 5 mpaka pale tutakapomaliza, katika tema ambayo inasema urafiki. Ndugu zangu, tunajua urafiki upo katika vipengele mbalimbali. Urafiki upo kazini tunapofanya kazi. Ikiwa ni mwanamichezo, utakuwa na marafiki kulingana na mazingira ambayo upo. Ukiwa either ni shuleni, chuoni au sehemu nyingine ambayo ni ya kusanyiko, unaweza ukawa na marafiki. Na tunajua rafiki au urafiki unapelekea hali ya kushauriana. Utapata mawazo, ushauri na namna mbalimbali kulingana na mazingira na vile ambavyo wewe umetengeneza jumuiya nzuri na watu ambao ndani yake kuna urafiki utafanyika. Tunajua urafiki wa namna hiyo una mambo mengi, lakini leo neno limeruhusu tuweze kuzungumzia urafiki, lakini ni urafiki kulingana na ukweli wa neno la Luba. Kwa tutaenda kupata namna gani ambavyo inatakiwa au nini maana urafiki na urafiki ni nini hasa kulingana na ukweli wa neno la Luba ambao Muledi ametuletea. Kwa ndugu zangu, tuwe makini kusikiliza kwa sababu yatatusaidia. Ni kweli kuna marafiki na kuna marafiki kweli ambao inatakiwa tufahamu, je, kulingana na ukweli ni namna gani na ni nini hasa tutafanya endapo tutaelewa tema hii vizuri. Ndugu zangu, tunaanza na mstari wa 5 unasema, maneno yanayopendwa huongeza marafiki na matamshi ya kirafiki huongeza maneno ya heshima . Ndugu zangu, tunaona Mutatedi anatuambia maneno yanayopendwa huongeza marafiki. Tunajua ndugu zangu, katika hali inaonekana kuna marafiki kama nilivyosema mwanzoni katika mazingira tofauti tofauti kulingana na namna ambavyo shughuli zetu tunazifanya. Lakini neno hili tunalichukua katika mfano halisi Muledi tulienaye. Muledi anatoa mafundisho sehemu mbalimbali, YouTube, Facebook na mitandao mingine ya kijamii ikiwepo na YouTube pia anatoa mafundisho. Kwa hiyo kuna watu wengi wanafuata yale ambayo Muledi anayasema, wanaongezeka na wao wanakuwa ni sehemu ya marafiki, kwa sababu ikiwa wewe utembee kulingana na ukweli, hauwezi kuwa rafiki wa Muledi, kwa sababu Muledi yeye ni mkweli, yeye ni mwalimu wa kweli. Kwa hiyo ili uwe rafiki wa mzaliwa wa pili tulienaye, ni lazima uwe kulingana na ukweli, yani unashika sheria za neno kwa asilimia zote. Kwa hiyo tunaona kabisa maneno ambayo Muledi anayatoa ni maneno ambayo tulio wengi alituvutia kwa sababu ni ukweli. Tukatumia yali zetu, tukafuata yale ambayo Muledi anayasema na tukawa wanafunzi wake. Kwa hiyo ukiwa ni mwanafunzi wa Muledi Zurula 100 na unashika sheria zote za neno kwa asilimia zote kwa bidii, kwa namna ambavyo utakuwa unaenenda kulingana na anayosema, unakuwa ni rafiki. Maana yake anakuwa karibu yako. Kwa hiyo ni jambo la msingi ili tuweze kuelewa. Kwa hiyo na matamshi ya kirafiki huongeza maneno ya heshima. Tunaona kwa Muledi anavyotuambia tuwe watu wazuri, tuwe wajasiri. Muledi ni rafiki wa kweli, kwa sababu anapokuambia uwe jasiri, manake anataka uwe vizuri, uendelee vizuri ili uendelee kusonga mbele. Kwa ni mfano halisi ambao tunaona katika mstari wa 5, maneno ambayo Muledi anayasema huongeza marafiki. Na marafiki ni wale ambao kulingana na ukweli wanafuata neno la Luba. Kwa hiyo Muledi ambao sisi ni wanafunzi wake, kwa hiyo tunakuwa ni marafiki zake.
na kiunganishi kikubwa ni neno la lugha, kwa sababu mledi usipokuwa katika neno la lugha hauwezi kuwa rafiki yake. Kwa mstari wa 5 unatuambia hivyo. Ni vema ndugu zangu tuelewe na tupenye tuweke katika kazi. Mstari wa 6 unasema, wale wanaokusalimu koma, hata wawe wengi koma, lakini washauri wako koma, mmoja kati ya 1000, alama ya mshangao. Tunajua katika sehemu ambazo tunafanya shughuli, katika sehemu ambazo tupo katika hali inaonekana, sehemu tofauti tofauti, kuna wale ambao wanapenda kukusalimu, wanapenda kukujulia hali, wanapenda kujua maendeleo yako. Lakini hata wakiwa wengi, ni vema ndugu zangu ushauri wao wasikilize, uangalie ni namna gani ambavyo una uwezo wa kuchuja. Na ili uwe na uwezo wa kuchuja, ni lazima uwe na misingi mizuri ya mafundisho ya kweli, kwa sababu utakuwa kila ushauri ambao watakuwa nakupatia utakuwa unatafakari kulingana na neno. Kwa hiyo ukiwa na ushauri ambao ni kulingana na neno, ni vema ndugu zangu wa kuchukua. Kwa hiyo unaweza kuwa na washauri wengi, lakini kati ya wengi mmoja kati ya 1000 akakushauri vizuri kulingana na ukweli wa yale ambao utakuwa umemuomba ushauri. Umeomba namna gani ambavyo unaweza ukapenya baadhi ya mambo. Kwa hiyo ni vema tukapenya, kwa sababu tunajua katika linaonekana, usipokuwa na roho ya utambuzi, usipokuwa na mafundisho ya kweli, ni vigumu kujua ushauri huo ndugu au huyu ambaye unaita rafiki yako namna kushauri. Lakini sisi tuna mfano halisi mledi, namna anavyoshauri tunaona kabisa ni ushauri ambao ni mzuri, unatusaidia. Na hata wale ambao watakuwa wanakusalimu, utakuwa na maarifa kujua salamu hii ina maana gani, imebeba ujumbe gani, na ni vema utakuwa makini katika yale ambayo utakuwa umeyasikia kutoka kwa hao ambao watakusalimu. Ndugu zangu, mstari wa 7 unasema, ukimpata rafiki koma, umpate kulingana na neno koma, usimpe uaminifu wako haraka sana nukta. Ndugu zangu, ni kweli kabisa, kwa sababu kuna mwingine anaweza akasema yeye ni rafiki, ukampata rafiki kulingana na mazingira mbalimbali. Pia mwingine anaweza akaonekana na hekima kwa mujibu ambavyo yeye anazungumza, labda kwa upole, labda kwa unyenyekevu. Mfano tunaona ambao ni wachungaji na viongozi mbalimbali wa dini, namna ambavyo wanazungumza, unaweza ukasema wana hekima kweli, unaweza ukasema wana busara kweli. Na ukiwa nje ya ukweli huu, unaweza ukafikiri ni rafiki, unaweza ukafikiri umempata rafiki. Tunaona hata kwenye siasa, wanamuziki na sehemu mbalimbali ambao wengi wanajipatia marafiki huko, wale ambao hawapenyi yale ambao mledi anatuambia. Kwa hiyo unaweza kuwa na rafiki lakini sio kulingana na neno. Usimpe uaminifu wako haraka sana. Ni kweli ndugu zangu, kuna wale wengine ambao wana maadili, sheria za maadili zipo. Ni kweli anawezekana hayupo kwenye ukweli, lakini ana maneno ambayo ni ya maadili. Tunajua sheria za maadili ni sheria za kiroho pia. Kwa hiyo ni vema tuwe na tafakari ushauri ambao nakupatia. Ukimpata rafiki, umpate kulingana na neno, na usimpe uaminifu wako haraka sana. Kwa Mutatedi anatuambia hivyo kwa sababu inatuhusu na ni vema tuweke katika kazi. Ndugu zangu, mstari wa 8, hakika kuna marafiki wa matukio kutokana na dimoni za matukio koma, lakini unapokuwa katika dhiki koma, hakuna hata mmoja wao aliyepo tena nukta. Ni kweli ndugu zangu, kabla kuingia kwenye ukweli, tunajua katika jumuiya ambazo tulikuwa tunapatikana, aidha katika sehemu mbalimbali za mikusanyiko ya dini, tulikuwa tunaona kuna wale ambao ni marafiki, lakini ni rafiki ambaye hapendi maendeleo yako, hapendi kuona unapiga hatua katika hali inaonekana. Kwa hiyo yeye yupo radhi aweze kukuumiza wewe ambaye ni rafiki yake, kwa kukudanganya au kukuletea maumivu katika namna ambavyo huwezi kupenya kirahisi kwa yale ambayo atadhihirisha, kwa sababu atafanya katika hali ya upole wa upendo, lakini yeye atakuwa ana lengo lake ambayo
ni tofauti na hilo ambalo wewe unaweza ukafikiria. Kwa hiyo tunaambiwa kuna demoni za matukio ambazo marafiki pia wanaweza wakawa wamepagawa na wao wakawa ni milango kwako, kulingana na hizo demoni ambavyo zitakuwa zinatengeneza matukio ili ziweze kufungua milango ya demoni nyingine. Lakini unapokuwa katika dhiki, hakuna hata mmoja wao aliyepo tena. Tunajua ndugu zangu, kuna wale ambao wamedhilisha hali ambazo sio nzuri. Mwingine unakuta anapenda uwe rafiki yake kwa sababu atapata kitu ambacho kitamsaidia yeye kuvuka katika hali yake. Namaanisha wale ambao hawapo kulingana na ukweli. Wengi wao wanapenda marafiki ambao wamewazidi kipato. Kwa mujibu wao watafaidika, kwa mujibu wao watavuna kwenye maisha yao, watapata faida. Kwa hiyo ikitokea mtu huyo ambaye ana marafiki ambao wao wanategemea utajiri wake, wao wanavutiwa na kile alichokuwa nacho. Ikitokea mtu huyo amefilisika, amerudi nyuma katika kipato, katika mali alizokuwa nazo, watu hao ambao wanamzunguka kwa mujibu wake aliona ni marafiki zake, wanakuwa wanajitenga naye, wanaondoka kwa sababu ameingia katika dhiki, ameingia katika tabu. Kwa hiyo marafiki wa matukio, kutokana na demoni za matukio wapo, lakini ili uweze kupenya ni lazima uwe katika ukweli, kwa sababu kwenye ukweli tunafundishwa yote. Tunafundishwa namna ambavyo unaweza ukatambua, namna ambavyo akili yako, mawazo yako, hisia zitakupelekea kujua, je, huyu ni rafiki wa kweli au sio wa kweli. Lakini tunajua rafiki wa kweli ni kulingana na ukweli wa neno la Luba, kwa sababu mtakuwa mnapata chakula katika chanzo kimoja. Kwa sasa Mledi chanzo cha pili tulicho nacho. Wa kwanza alikuwa ni Joke Sabe, Kristo wa kweli ambaye alikuwa mweusi. Kwa hiyo katika chanzo ambacho tupo nacho tunajua rafiki wa kweli ni kulingana na neno, lakini imaanishi tutakuwa tunawachukia wale ambao hawapo kulingana na ukweli, kwa sababu ni ndugu zetu, ni jamaa zetu. Ni vema tuendelee kuwa na ufahamu huo ili na wao waweze kuvutiwa na matendo ambayo tunayaishi. Mwisho wa siku nao sisi tutakuwa ushuhuda kwao kwa kulipokea neno hili, kwa sababu wataona sisi tumebadilika, tumekuwa marafiki wazuri. Namna yetu ya kuwashauri, namna yetu ya kuona mambo itakuwa ni tofauti na kabla ambavyo ukweli huo tuliufahamu. Kwa hiyo tutakuwa vielelezo kwao. Ni vema ndugu zangu tukapenye haya ili tuepukane na demoni za matukio ambazo zinaweza zikasababishwa ni marafiki wao ambao hawapo kulingana na ukweli. Kwa ni vema ndugu zangu tukaelewa haya ili tuwe vizuri zaidi katika njia yetu hii ya utakaso. Mstari wa 9. Yuko rafiki anayegeuka kuwa adui, ambaye atafichua ugomvi wenu kwa ajili ya mkanganyiko wako. Ndugu zangu, ni kweli unakuta kabla sisi ya kuingia katika ukweli huu tulikuwa na marafiki wengi. Wengine walikuwa ni wachungaji, wengine walikuwa ni mashehe, na wengine walikuwa wanafanya shughuli mbalimbali, wengine ni za kisiasa, wengine kama nilivyosema ni za kidini na mambo mengine kama hayo. Kuna baadhi ya mambo tulikuwa tunashare. Ikiwa tupo katika dini, tulikuwa tunajaribu kujadili mambo kadhaa yanayohusiana na dini, kwa sababu tuliamini labda dini ni njia sahihi ya sisi kutupusha. Lakini baada ya kuwa na ufahamu wa haya, baada ya kupokea ukweli huu, mitazamo ilitofautiana na wale ambao tunafikiri ni marafiki zetu, wale ambao tulikuwa nao zamani, lakini kwa sasa kwa sababu tunaenda tofauti na mitazamo, tunakuwa ni kama adui. Kwa wao wanakuwa adui wa sisi, lakini sisi hatuna uadui nao, kwa sababu ikiwa ni mtu ambaye hajaujua ukweli, sisi kwetu si adui, lakini adui yetu tuliye naye ni ile roho ambayo ipo nyuma ya huyo mtu, demon, yale ambayo ni mafundisho mabaya, ndio tunakuwa adui nayo, kwa sababu hayana uhalisia wa wewe kuweza kukusaidia. Kwa hiyo ikiwa ni uadui, basi adui wetu wa kwanza tunajua ni shetani na malaika walioanguka na demon zote. Hizo ni adui zetu kweli. Lakini mtu kuwa na adui manake ni yule ambaye atataka kufanyia kitu kibaya. Kwa hiyo wale ambao wengine wanasema wanatuombea kwa Yesu ili aweze kutusaidia, manake ni maombi mabaya, kwa sababu Yesu ni demon na hajawahi kuwepo. Kwa hiyo ikiwa ni sala, basi ikiwa ni maombi wanayoomba
katika namna mbaya, kwa sababu wanaamini demoni zitawasaidia. Lakini tunajua sisi tunaombea maombi mazuri, kwa sababu wao sio adui zetu, kwa sababu hata wao ipo siku, ikiwa neno litaruhusu, watauelewa ukweli huu na wataupokea. Kwa ni vema tuwe na ufahamu, ili yule rafiki anayegeuka kuwa adui, basi uwe na roho ya utambuzi, japo ataficha yale ambayo yeye anataka kuyadhirisha mapema, lakini ukiwa na roho ya utambuzi kulingana na ukweli, basi utaelewa na utakuwa salama kwa yoyote yale ambayo yatajidhihirisha katika njia zenu ambazo mtakuwa mnazifanya. Mstari wa 10. Kuna mtu anayekuja kula mezani pako, lakini hata kaa unapokuwa katika taabu. Ndugu zangu, ni kweli kama tunavyojua, kuna mwingine yeye anasema anataka awe rafiki wako kwa sababu ana kitu ambacho anataka apate, lakini kitu hiko kikiondoka, mtu huyo hawezi kuwa pamoja nawe. Ukiwa katika dhiki, atakukimbia, ataondoka, kwa sababu yeye dhiki yako si chochote, si lolote yake, maana yake haimuhusu. Kwa hiyo ni vema tuwe na ufahamu huo, kwa sababu bila kuwa na ufahamu halisi utaweza ukaingia katika mikanganyiko na demoni za matukio zikakuletea matatizo kulikweli. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza akaja labda na njaa. Njaa ni ya namna tofauti. Kweli njaa inawezekana mtu anahitaji chakula cha kimwili kula, lakini mwingine ana njaa kwa sababu roho yake haijapata chakula. Na chakula cha roho tunajua kulingana na ukweli ni mafundisho ambayo ni ya kweli, haya muredi ambao anatupatia. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza akawa anakuja kwako kwa sababu anataka maarifa. Kwa mfano wewe ambaye ni mwanafunzi wa muredi Zurula 100, kuna mtu ambaye anakuwa anapenda yale mambo ambayo labda unayasema endapo atakuuliza maswali. Maarifa unayoyapata unamuonesha chanzo ni muredi Zurula 100. Atataka ingie katika chanzo, kwa maana aingie labda katika kundi ili aweze kupata maarifa ili ayatumie kwa faida yake. Wengine kuna wachungaji ambao wanasikiliza ukweli huu kutoka kwa muredi, kutoka kwa wanafunzi mbalimbali. Wao wanasema ni mafundisho yao, kwamba wamepata ufunuo kwa huyo ambaye wanasema ni Mungu wao. Kwa hiyo lengo wanasogea katika chanzo ili waweze kupata mafundisho kwa ajili ya kwenda kuwafundisha wengine katika faida yao, lakini hawatosema ukweli kama ulivyo. Kwa hiyo wanakuwa na namna hiyo ya kuweza kupenda kula mezani pako, kula karibu, kuchukua yale ambao wao watawasaidia katika mambo yao. Lakini tunajua sio vizuri kwa nyinyi ambao ni wachungaji na nyinyi ambao mnayachukua maarifa haya na kuyatumia tofauti na namna ambavyo inatakiwa. Ili kuyatumia vizuri, manake ni kuyaweka katika kazi kwako mwenyewe kwanza, yaweze kukusaidia, yakuvushe katika vipengele mbalimbali ambavyo unavipitia, na vile vile itakuwa ni rahisi kuambia watu wengine kuwa mafundisho yapo hivi na unatakiwa ufanye hivi. Kwa hiyo ikiwa mwenyewe hauyaishi, ni vigumu kuwashauri watu, ni vigumu kuweza kutenda yale ambayo neno linatuomba. Kwa hiyo ni vema tupenye hayo ili aweze kutusaidia vizuri, ndugu zangu. Mstari wa 11. Katika kufanikiwa kwako atakuwa kama wewe, atawaamuru wafanyakazi wako kwa ujasiri. Ndugu zangu, unajua kuna wale ambao wengine unafanya nao kazi katika shughuli, aidha umeajiriwa au umejiajiri mwenyewe, inategemea ni wapi ambapo unapatikana. Kwa hiyo kuna mwingine katika kufanikiwa kwako yeye hatofurahia. Ikiwa una wafanyakazi wale ambao wanakusaidia shughuli mbalimbali katika mazingira yako ya kujitafutia, wao wataingilia uhuru wa wafanyakazi wako, watawaamuru kwa ujasiri, ikiwa ni kuamrisha labda fanya hivi, fanya hivi, tofauti na utaratibu ambao wewe unawapatia. Kwa hiyo unaona kabisa ni mtu ambaye anataka achukue nafasi, anataka utawala, anataka aweze kubadilisha yale ambayo huenda umeyaweka katika sheria, utaratibu wako ambao wewe unatakiwa ufanye ili uweze kuendelea vizuri. Kwa hiyo katika kufanikiwa kwako atakuwa kama wewe. Kuna mwingine ni kweli
mwingine unakuta anaingia tamaa ambayo ni mbaya kweli kweli. Anatamani kila kitu ulichokuwa nacho, yani anatamani hata wewe utoweke ili kile kitu ambacho unacho aweze kukichukua. Kwa hiyo ni tamaa mbaya, tamaa ambayo sio kulingana na ukweli, lakini tunajua tamaa ya kweli ni ile ambayo itamfanya mtu atamani kufuata yale ambayo ni ya kweli. Tamaa ya kuacha dhambi, kuacha ubaya ni tamaa nzuri. Lakini tunaona huyo mtu ambaye ni rafiki ambaye anatamani kuchukua nafasi yako, anatamani wewe uingie katika mabaya, katika dhiki yako, yupo radhi atawaamuru wafanyakazi wako kwa ujasiri, ikiwa ni kuambia yale ambayo sio mazuri, ili wafanyakazi aidha wakatishe tamaa au waweze kuingiza katika hali ambayo aidha kukuibia au kukufanyia vitu ambavyo sio vizuri. Kwa tuwe makini na marafiki wa namna hiyo, hasa anapojisogeza karibu. Na ikiwa una kampuni au una wafanyakazi kadhaa ambao wanakusaidia na unawalipa vizuri kulingana na kazi ambayo wanaifanya na namna mlivyokubaliana, bila kuwadhulumu, bila kuwachelewesha katika ujira wao, yeye atakapokuja atataka aweke ubaya kwa wafanyakazi kwa kuamuru kwa ujasiri. Kwa hiyo ni vema ndugu zangu tupenye haya, kwa sababu yatatusaidia. Ni mambo ambayo yapo katika hali inayoonekana, ni vema tukapenya ili yaweze kutusaidia. Mstari wa 12, lakini ukifedheheka, atakuwa dhidi yako, ataficha kutoka kwako. Ndugu zangu, mstari wa 12 unatuambia kuwa atakuwa dhidi yako. Manake ikiwa ni utaratibu umeuweka, ikiwa ni sheria umeziweka, namna ya kuenenda, ikiwa ni katika kampuni, katika sehemu ambayo unafanyia kazi, yeye ataficha kutoka kwako. Yani ikiwa ana lengo lake baya, hilo lengo baya atalificha. Kwa mujibu wake itakuwa ni kwa mazuri kwake, kwa sababu yeye atataka atimize yale ambayo anataka ayafanye. Lakini ataficha ili awe dhidi yako. Kwa maana yake ikiwa unajipatia kipato zaidi, yeye atakuwa dhidi yako. Maana yake atataka kile kipato ambacho wewe unakipata kiwe chake. Kwa hiyo kiingie upande wake. Kwa hiyo tunaona ukifedheheka, ukiingia katika dhiki, katika mapambano, ukiingia katika kutetereka, aidha katika biashara au sehemu yako ya kazi, kwake yeye atakuwa dhidi yako. Manake atakuwa anafurahi yale ambayo unayapitia, yale ambayo kwako ni maumivu, kwake yeye anaweza akakufariji, lakini unaona maneno anayoyatumia ni maneno ambayo ukipenya zaidi utaona ni maneno ambayo ukweli sio ya rafiki ambaye unatakiwa kuwa naye. Kwa ni vema kujiepusha hayo ili tuwe vizuri zaidi ndugu zangu. Mstari wa 13, jiepushe na maadui zako na jihadhari na wanaojiita marafiki zako. Mstari wa 13 unatuambia tujiepushe na maadui zetu, maadui zako. Tunajua maadui zetu ni nani? Maadui zetu ni wale ambao wote wasiotembea kulingana na ukweli. Yani ikiwa na maanisha, ikiwa una jamii ambayo upo nayo, roho ambazo zinawasukuma, kwa sababu tunajua mtu ambaye hayupo kwenye ukweli anasukumwa na roho ambazo sio nzuri. Kwa nyuma hizo roho ndo maadui zetu walipo. Yeye mtu kama mtu au kama binadamu alivyo, unaweza usiwe ni adui wake, lakini uwe adui wa matendo yake, yale ambayo anadhihirisha. Usimchukie kwa sababu huwezi jua kesho yake itakuwa namna gani. Lakini ni vema kuchukia matendo yale ambayo anadhihirisha, yale ambayo sio kulingana na ukweli. Kwa hiyo tujiepushe na maadui wa namna hiyo, matendo ambayo watakuwa wanadhihirisha, maneno, kauli, ushauri ambayo sio kulingana na ukweli. Wale wote wanaojiita marafiki zako, ni vema ujihadhari, kuwa makini ili uweze kupenya na usiingie katika mikanganyiko, ili usije ukaanguka na kuumia, wao wakawa furaha ya yale ambayo unayapitia. Mstari wa 14, rafiki mwaminifu kulingana na neno ni kimbilio salama. Yeyote ampataye amepata hazina. Ndugu zangu, mstari wa 14 unatuambia rafiki mwaminifu ni kulingana na neno na ni kimbilio salama. Tunajua
rafiki kulingana na ukweli. Ukiingia katika dhiki, atakusaidia katika dhiki yako, katika maombi ya ufahamu. Katika mapambano atakusaidia ushauri na namna ya kukuonesha unatakiwa upite katika njia hii na njia hii endapo unaenda tofauti. Kwa hiyo ni sehemu sahihi ya kumkimbilia kwa sababu atakusaidia kuendelea vema kiroho. Utapiga hatua. Maumivu ulionayo atakusaidia katika maombi, katika ushauri. Kwa hiyo yeyote ampataye amepata hazina, na tunajua katika linaonekana rafiki wa kweli tuliye naye ni Muledi Zurula 100 na wanafunzi ambao wote wanafuata ukweli huu. Kwa hiyo ikiwa tuna Muledi katika hali inaonekana ni zaidi ya hazina tumpatai, maana neno ambalo anatupatia ndugu zangu ni zaidi ya hazina. Kwa hiyo sisi ambao tupo kwenye ukweli na tunafuatilia haya mafundisho na kuyaweka katika kazi, kimbilio salama ni neno la Luba ambao Muledi anatupatia, ambayo kwetu ni zaidi ya mtu ambaye amepata hazina. Kwa hiyo rafiki mwaminifu kulingana na neno ni kimbilio salama. Ni vema tukapenya na tuweke katika kazi kwa sababu ndivyo ilivyo na tunatakiwa tuyabebe ili tuyaweke katika kazi. Mstari wa 15. Rafiki mwaminifu kulingana na neno hana bei, koma, ni hazina isiyopimika, nukta. Ndugu zangu, mfano halisi ni Muledi tuliye naye. Ndugu zangu, tunaona mifano ya hao ambao ni wachungaji ambao wanafanya mambo ya ajabu katika hizo dini na mikusanyiko mbalimbali. Wao tunaona namna gani ambavyo wanaingiza fedha katika njia ambayo sio nzuri, kwa sababu kitendo tu cha kuhubiri mambo ambayo sio kulingana na ukweli na unapata fedha ni kufuru, kwa sababu ukweli halisi ni kuwa hawatakiwi kufanya hizo. Kwa hiyo wanafanya kazi ambazo ni za wizi, ujambazi wanaofanya, kwa sababu wamepora historia za watu ambao ni wa kweli. Ikiwa ni wanafunzi wanatolea mifano, wanafunzi wa kweli wa Kristo wa kweli ambaye ni Jokisabe, tunajua wao rangi zao wote walikuwa ni weusi, lakini wao unaona wanahubiri tofauti na uhalisia kwa sababu hawapo kwenye ukweli. Kwa hiyo wapo katika kujipatia sadaka, watatoa wanasema maji ya uzima, maji ya uponyaji, mafuta, wengine wanapakwa udongo kwenye macho na wanapata matatizo ya macho kwa sababu wao wana bei, wanapenda fedha. Lakini rafiki mwaminifu kulingana na neno hana bei. Tunajua Muledi Injili anatuambia tuitoe kwa watu wote, kwa sababu ili mtu atumie hiari yake. Kwa hiyo unapotumia hiari yako unatumia kwa sababu hiari umepewa ni uhuru. Hiari ya kweli ni uhuru, ndani yake kuna upendo wa kweli. Kwa hiyo ukiwa na rafiki kulingana na neno na hana bei ni zaidi ya hazina isiyopimika, kwa sababu tunajua ukweli wa neno la Luba unataka watu imara, watu ambao watatumia hiari zao vizuri na kuweza kufanya yale ambayo neno limeruhusu ili waweze kupenya na kuendelea vema katika njia hii ya utakaso na katika mwisho ili waweze kuingia katika agizo kuu la vitu, yaani ulimwengu wa kiroho. Mstari wa 16 ambao ndo mstari wetu wa mwisho unasema rafiki mwaminifu kulingana na neno ni tiba muhimu, nukta, koma. Wale wanaojulikana wanaomcha Luba kwa hofu ya heshima inayotokana naye watapata uponyaji, nukta. Unajua ndugu zangu, sisi kabla kuwa katika ukweli huu kuna mambo kadhaa tulikuwa tunayafanya tukifikiri labda ni ukweli, lakini neno la Luba limetusaidia baada ya kuwa tumeujua ukweli huu. Kuna mambo mengi tumeyaacha, mambo yote yanayohusiana na dini. Kwa sasa tupo katika njia ya utakaso. Muledi anatuosha kwa yale ambayo anatufundisha. Luba kupitia neno lake ameruhusu tuweze kuelewa Luba ni nani. Na sasa tunajua Luba ni muumba pekee, muumba pekee wa kweli. Tumejua kupitia Muledi, kupitia neno la Luba. Kwa hiyo ni uponyaji kwetu kwa sababu tumepona. Tumevuka hatua, tulikuwa tunafikiri vitu ambavyo havije kuwepo, tukafikiri labda vimewahi kuwepo, yani kuhusiana na Yesu. Tulifikiri huenda ndo Mwokozi. Yesu ni demon mitele, nyuma yake ni angamizo kweli. Kwa hiyo ni uponyaji, kitendo cha kufikiria hayo yote
kuwa yalikuwa ni uongo na ni mabaya, kwetu ni uponyaji. Kwangu ni uponyaji kweli, kwa sababu rafiki mwaminifu kulingana na neno ni tiba. Neno ambalo Muledi ametuletea ni neno lenye urafiki wa kweli, kwa sababu ndani yake ni tiba. Muhimu sana ndugu zangu. Kwa hiyo ni vema ndugu zangu tukaelewa haya na tuweke katika kazi, kwa sababu ni ukweli na ni vema ili tuendelee kusonga mbele. Kwa wale ambao ni wageni wa mafundisho haya, ni vema watumie hali zao vizuri. Ukweli upo, na ukweli ndio huu ambao tunaendelea kupata kutoka kwa Muledi mwenyewe ambaye ni mwalimu wetu pekee. Namshukuru Baba Muumba pekee kwa nafasi hii ndugu zangu. Asanteni kwa kunisikiliza.